Milango ya njia za bahari ni miongoni mwa maeneo muhimu ya kijiografia ambayo huunda historia ya biashara ya kimataifa na kuchangia katika kuunda uhusiano wa kimataifa kwa karne nyingi. Njia hizi sio tu zinarahisisha kupita kwa meli, pia zinawakilisha udhibiti wa nishati pamoja na bidhaa kati ya mabara. Kutokana na utegemezi wa biashara ya baharini kama njia kuu ya kusafirisha bidhaa, umuhimu wa njia hizi za maji umeongezeka na kuwa ni vitovu muhimu katika mfumo wa uchumi wa dunia. Njia hizi za maji zina jukumu muhimu katika kuunganisha bahari pamoja na bahari, kupunguza umbali wa bahari na kufupisha muda wa gharama. Badala ya kusafiri kwa meli kuzunguka mabara, mifereji pamoja na njia nyembamba za majini hupunguza bei za bidhaa na kurahisisha minyororo ya usambazaji wa kimataifa. Kwa hivyo, usumbufu wowote katika mojawapo ya njia hizi za maji unaweza kusababisha usumbufu mkubwa katika masoko ya kimataifa. Umuhimu wa mifereji pamoja na njia hizi hauishi tu katika uchumi, pia unaashiria nguvu za kisiasa pamoja na kijeshi, kwani vita pamoja na migogoro imetokea kutokana na njia hizi. Sasa nakuletea njia 8 za majini ambazo ni muhimu zaidi katika dunia hii. Ya kwanza ni mlango wa bahari ya Hormuz. Mlango wa bahari wa Hormuz upo kati ya Irani pamoja na usultani wa Omani. Ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za baharini duniani kutokana na eneo lake la kijiografia ambalo linaunganisha ghuba ya bahari ya Hindi. Eneo hili ni muhimu kwa usafirishaji wa meli za mafuta ambazo zinatoka nchi ya ghuba kuelekea katika masoko ya kimataifa. Umuhimu wa njia hiyo unatokana na ukweli kwamba zaidi ya 20% ya usambazaji wa mafuta duniani kote hupitia hapo, na usumbufu wowote ambao unatokea unaweza kusababisha shida katika bei ya mafuta duniani. Walinzi wa mapinduzi ya Iran hivi karibuni wametangaza mlango bahari umefungwa kwa meli, hasa zile ambazo zinahusiana na Marekani pamoja na Israeli, kujibu moja kwa moja mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Irani ambayo yalianza Februari mwaka huu wa 2026. Mfereji wa pili ni mfereji wa Suez. Mfereji wa Suez nchini Misri ni mojawapo ya njia muhimu ya maji duniani, kwani unaunganisha bahari ya Sham na bahari ya Mediterania, na ndiyo njia ya mkato kati ya Ulaya pamoja na Asia bila kulazimika kuzunguka bara la Afrika. Mfereji huo una jukumu muhimu katika biashara ya kimataifa, hasa meli za mafuta na gesi, na ni chanzo kikuu cha mapato ya taifa la Misri. Kazi ya kuchimba mifereji ya Suez ilianza mwaka 1859 wakati wa utawala wa gavana wa Misri Said Pasha, ambaye alitoa kibali cha kuchimba na kampuni ya Ufaransa ikiongozwa na Fedras de Pova. Mradi huo uliendelea kwa takriban miaka 10 hadi mfereji huo ulipofunguliwa rasmi Novemba 17 mwaka 1869 wakati wa utawala wa Khaled Ismaili, katika sherehe kubwa ya kimataifa ya kuunganisha bahari ya Sham pamoja na bahari ya Mediterania. Uamuzi wa rais wa Misri Gabriel Nasser mwaka 1956 wa kutaifisha mfereji huo ulisababisha mashambulizi dhidi ya Misri mwaka 1956, ambapo Uingereza, Ufaransa pamoja na Israeli zilishiriki katika jaribio la kudhibiti mfereji huo. Mgogoro huo uliisha kwa kujiondoa kwa vikosi vya Israeli, Uingereza pamoja na Ufaransa chini ya shindikizo la kimataifa, huku mfereji ukibaki chini ya mamlaka ya Misri. Mfereji huo baadaye ulifungwa kutokana na vita vya Waarabu pamoja na Israeli wakati wa vita vya mwaka 1967 na kubaki umefungwa kwa miaka mingi, hasa baada ya kuwa na eneo la mapambano ya moja kwa moja, kabla ya kufunguliwa tena mwaka 1975 baada ya kumalizika kwa vita vya Oktoba mwaka 1973. Mlango wa tatu ni mlango wa Bab el Mandeb. Mlango wa Bab el Mandeb
unaunganisha bahari ya Sham na Ghuba ya Aden na uko kati ya Yemen, Djibouti pamoja na Eritrea. Ni lango la kusini kuelekea mfereji wa Suez. Una umuhimu wa kipekee katika biashara ya kimataifa. Sehemu kubwa ya meli ambazo zinasafiri kati ya Asia pamoja na Ulaya hupitia na kuifanya kuwa ni sehemu muhimu ya usafiri katika minyororo ya usambazaji ya kimataifa. Hata hivyo, mlango wa bahari huo unakabiliwa na changamoto za kiusalama kutokana na mvutano katika pembe ya Afrika na Yemen na kufanya uwe katika hatari. Kwa hivyo, mataifa yenye nguvu duniani yana nia ya kuhakikisha unabaki kuwa wazi. Huko nyuma, vitisho vilivyotolewa na Wahouthi nchini Yemen, washirika wa Irani, vilisababisha usumbufu mkubwa katika usafirishaji wa meli na kuongezeka kwa gharama za bima ya baharini. Kujibu vitisho hivyo, nchi kadhaa za Ulaya ziliunda vikosi vya kimataifa vya majini ambavyo vilijulikana kama Operation Springs kwa lengo la kulinda meli za biashara na kuhakikisha uhuru katika bahari ya Sham pamoja na Bab al-Mandabi. Operesheni zao zinahusu kusindikiza meli, kufuatilia na kukabiliana na vitisho, na hivyo kuimarisha usalama wa ukanda huu muhimu na kupunguza athari za kuharibu biashara ya kimataifa. Mfereji mwingine ni mlango wa Gibraltar. Mlango wa bahari wa Gibraltar uko kati ya kaskazini mwa Morocco pamoja na kusini mwa Spain, huku eneo la Gibraltar ambalo linadhibitiwa na Uingereza likiwa ni upande wake wa Ulaya na kuipa Uingereza uwepo wa kimkakati katika njia hii muhimu ya bahari ambayo inaunganisha bahari ya Mediterania pamoja na bahari ya Atlantiki. Umuhimu wake unatokana na kuwa njia muhimu ya usafiri wa meli kati ya Ulaya, Afrika pamoja na Amerika na kufanya kuwa ni kitovu cha biashara ya kimataifa na kuchangia kuunganisha masoko mengi kupitia njia moja ya baharini. Mlango huo pia una umuhimu wa kijeshi na kisiasa kutokana na ukaribu wake na bara la Ulaya. Miongoni mwa migogoro maarufu zaidi ambayo imeshuhudiwa ni ile ambayo imehusiana na uhasama wa kikoloni katika karne nyingi kati ya mataifa makubwa ya Ulaya, hasa Uingereza pamoja na Spain. Migogoro ya mara kwa mara pia imeibuka kati ya Morocco pamoja na Spain kuhusu baadhi ya visiwa vidogo vidogo ambavyo vipo karibu na mlango wa bahari kama vile kisiwa cha Leila Tora, ingawa migogoro hii haijageuka kuwa ni mapigano makubwa katika enzi za sasa. Mfereji mwingine ni wa Panama. Mfereji wa Panama upo Panama na unaunganisha bahari ya karibu kabisa ambayo ni bahari ya Atlantiki na bahari ya Pasifiki, na hivyo kufupisha njia ya bahari kati ya mashariki pamoja na magharibi mwa dunia. Mfereji huo unachukuliwa kuwa ni mojawapo ya mafanikio makubwa zaidi ya uhandisi, kwani unategemea mfumo wa uhandisi wa kuinua na kushusha meli, kuruhusu meli kubwa kupita kati ya bahari hizo mbili kwa ufanisi mkubwa, na umechangia kupunguza kwa kiasi kikubwa muda wa safari za baharini pamoja na gharama za usafiri. Mfereji huu una jukumu muhimu katika biashara ya kimataifa, hasa katika usafirishaji wa bidhaa kati ya Amerika pamoja na Asia, na umefanyiwa upanuzi wa hivi karibuni ili kuongeza uwezo wake wa kuendana na ukuaji wa kiasi cha biashara ya kimataifa. Kazi ya kuchimba mfereji wa Panama ulianza mwaka 1881 kupitia mlango wa Ufaransa ambao uliongozwa na Ferdinand, wakati ambapo Panama ilikuwa ni sehemu ya Colombia. Hata hivyo, mradi huo ulikwama na kusimama kabla ya Marekani kuanza tena baadaye, baada ya kuunga mkono wa kujitenga kwa Panama pamoja na Colombia mwaka 1903. Mfereji huo ulikamilishwa na kufunguliwa rasmi Agosti 15 mwaka 1914 wakati wa urais wa Woodrow Wilson. Rais wa Panama wakati huo alikuwa ni Bernardo Peraza, ambaye alichukua madaraka kati ya mwaka 1912 mpaka mwaka 1916. Baada ya kufunguliwa kwake, mfereji wa Panama
ulikuwa chini ya usimamizi na udhibiti wa Marekani kwa miongo kadhaa, jambo ambalo lilisababisha mvutano wa ndani pamoja na maandamano makubwa huko Panama, hasa matukio ya mwaka 1964 ambayo yalishuhudia mapigano ya umwagaji damu kati ya Wanapanama pamoja na vikosi vya Marekani. Katika miaka ya mwaka 1970 makubaliano yalifikiwa ya kuipa Panama umiliki yalifikiwa rasmi mwaka 1999 licha ya kumalizika kwa mzozo wa uhuru. Mfereji bado unakabiliwa na changamoto za kisiasa pamoja na kiuchumi ambazo wakati mwingine huathiri shughuli zake. Rais wa Marekani Donald Trump alikosoa kuipa Panama udhibiti wa mfereji huo na alisema kwamba ni uamuzi mbaya katika upande wa Marekani. Mlango wa bahari wa Malaka. Mlango wa bahari wa Malaka uliopo kati ya Malaysia pamoja na Indonesia ni mojawapo ya njia ya bahari yenye shughuli nyingi zaidi duniani ambazo zinaunganisha bahari ya Hindi pamoja na bahari ya kusini ya China. Mlango wa bahari huo ndiyo njia kuu ya meli za kibiashara kati ya Mashariki ya Kati pamoja na Asia Mashariki. Umuhimu wake unaonekana wazi, kwani ni njia fupi zaidi ya kusafirisha mafuta pamoja na bidhaa kwenda nchi kubwa kama vile China pamoja na Japani, na kufanya kuwa ni sehemu muhimu katika minyororo ya usambazaji duniani, na nchi nyingi hutegemea njia hii ili kuhakikisha mtiririko endelevu pamoja na malighafi za nishati. Licha ya umuhimu wake kiuchumi, mlango wa bahari wa Malaka unakabiliwa na changamoto za kiusalama kama vile uharamia wa baharini pamoja na msongamano mkubwa. Mojawapo ya changamoto kubwa zilizoshuhudiwa ilikuwa ni kuenea kwa uharamia wa baharini mwanzoni kati wa mwaka 2000 mpaka 2005, wakati meli za kibiashara ziliposhambuliwa mara kwa mara katika baadhi ya maeneo nyeti ya milango ya bahari, jambo ambalo zilifanya nchi katika maeneo kama vile Malaysia, Indonesia pamoja na Singapore kuimarisha ushirikiano wa usalama na kufanya doria za pamoja. Mlango wa bahari wa Bosporus upo Istanbul ndani ya Uturuki na utenganisha mabara ya Asia pamoja na Ulaya. Unaunganisha bahari Nyeusi pamoja na bahari ya Marmara. Mlango huo una jukumu muhimu katika kusafirisha mafuta, gesi pamoja na bidhaa kutoka nchi za bahari Nyeusi hadi masoko ya kimataifa. Pia ni njia kuu ya meli za kibiashara na kijeshi. Uturuki ina udhibiti wa shughuli za hapa kulingana na makubaliano ya kimataifa. Mlango wa bahari huo pia upo ndani ya Uturuki na unaunganisha bahari ya Aegean ambayo ni sehemu ya bahari ya Mediterania na bahari ya Marmara nchini Uturuki. Mlango wa bahari wa Uturuki ulishuhudia mgogoro wakati wa vita ya kwanza ya dunia, wakati vikosi vya washirika vilipojaribu kukamata mlango wa bahari ili kufungua njia ya baharini kuelekea Urusi ya Tiflis, lakini vikosi vya Ottoman viliweza kurudisha nyuma shambulio hilo katika moja ya vita vikali zaidi vya vita hivyo. Mfereji wa mwisho ni mfereji wa Kiel. Mfereji wa Kiel upo kaskazini mwa Ujerumani ndani ya jimbo la Schwarzsee na unaunganisha bahari ya Baltic pamoja na bahari ya kaskazini na kutoa njia fupi ya baharini kwa meli za Ulaya. Mfereji huo hutumika hasa katika usafirishaji wa baharini ndani ya Ulaya, hasa kati ya bandari pamoja na viwanda, na hufanya kuwa ni muhimu katika kusaidia uchumi wa Ulaya na kurahisisha biashara ya ndani. Mradi wa uchimbaji wa mfereji wa Kiel ulianza mwaka 1887 wakati wa utawala wa marehemu Kaiser na ulikamilishwa na kufunguliwa rasmi mwaka 1895 wakati wa utawala wa Kaiser wa pili, ambaye alisimamia uzinduzi huo. Mfereji huo ulipata umuhimu mkubwa wa kijeshi wakati wa vita viwili vya dunia kama njia muhimu kwa meli za majini pamoja na Ujerumani, na kufanya kuwa na shabaha ya vikosi vya adui ambavyo vilitokana na kuvuruga matumizi yake kupitia mabomu ama vizuizi. Baada ya vita vya kwanza vya dunia, mfereji huo uliwekwa chini ya vikwazo vya kimataifa chini ya mkataba wa Sevres ambao
uliamuru ufunguliwe na hivyo kupunguza udhibiti wa Ujerumani. Baadaye mfereji huo ulirudi katika uhuru kamili wa Ujerumani, lakini ulibaki chini ya macho ya Ulaya kutokana na umuhimu wake katika mizani ya baharini, hasa wakati wa vita vya baridi. Hiyo ndio mifereji 8 ambayo ipo duniani na ina umuhimu mkubwa katika uchumi ambao unazunguka dunia hii. Lakini mfereji huu wa kwanza wa Hormuz sasa hivi Irani wameufunga. Hali ya maisha imeanza kuwa mbaya, mafuta yamepanda duniani, hasa nchini Tanzania. Mafuta leo baadhi ya mikoa wananunua lita moja ya petroli 4,000 na kitu, na baadhi ya mikoa mingine wananunua mpaka shilingi 5,000 kutokana tu na Irani kufunga njia kuu muhimu kabisa hii ya mfereji wa Hormuz.